الله يعلم ما نشكو من الألم Tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 tupo hapa katika uwanja wa ndege Melchior Ndadaye, siku kubwa, siku maalum kuja kuwapokea wageni wa Allah kutokea katika miji mitukufu ya Maka na Madina kutekeleza ibada ya hija, nguzo hii ya 5 katika nguzo za Kiislamu, nguzo ambazo zinakamilisha Uislamu wetu. Tukupeleke katika hisia au tukusafirishe katika hisia za mahujaji na wale ambao wamekuja kuwapokea. Uyafahamu mengi, vipi walitekeleza ibada yao ya hija, changamoto zilikuwa zipi, mitihani ilikuwa vipi, na ni yapi ambayo wameweza kunufaika nayo kutokea katika miji mitukufu ya Maka na Madina. Mimi ni Salum Hassan, nyuma ya kamera ni ndugu yangu Ahmed bin Nabi. Nimesema nitakusafirisha katika hisia za watu ambao wamekuja kuwapokea ndugu zao na wale ambao ni mahujaji ambao tunawatarajia mida hii ya saa 7 watakuwa wamewasili. Basi njoo kidogo tuanze hapa nikupeleke katika hisia za watu ambao wamekuja siku hii ya leo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali shewa? Salama alhamdulillah. Ukifika katika uwanja huu wa ndege na ukaona watu wengi kiasi chote hichi hapa wamekuja kuwapokea ndugu zao ambao wanatoka hija, wageni wa Mwenyezi Mungu ambao wanatekeleza ibada katika nguzo 5 za Uislamu, nguzo ya mwisho wameitekeleza, unajisikiaje au ni hisia gani ambazo unazibeba? Kusema kweli nabeba hisia kubwa, machozi karibu yanitoke. Nilipofika hapa niliinua mikono kwa Allah nikaomba dua, natamani Allah anijalie nje kuwa miongoni mwa wale ambao wasifi isipokuwa wafe walukanyaga mji mtukufu wa Maka wakaenda kumuitika Allah labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika insha Allah. Na basi Allah kubali dua yako. Nashukuru sana shehe wangu. Umesikia shehe wangu akifika hapa hisia gani ambazo anazibeba. Endelea kuwa nami nikupeleke katika Waislamu wote ambao wapo hapa ili kila mmoja upate kusikia hisia zake ni zipi ambazo anazibeba akiwa hapa katika uwanja huu wa ndege wa Melchior Ndadaye. Naitwa nani mzee wangu? Ninaitwa Ngulu Hamisi. Na mzee wangu mzee Hamisi, unajisikiaje kuja hapa katika uwanja wa ndege kuwapokea ndugu ambao wanatoka katika miji mitukufu ya Maka na Madina? Ni hisia gani ambazo unazibeba? Sijui na furaha, sijui ni kuambia kiasi gani. Na kushukuru Mungu kwanza tumeona wamerudi salama. Tuna furaha sana kabisa. Furaha kubwa yenyewe hatujui ni kuambia ina furaha ya kuishia wapi. Alhamdulillah tunamshukuru Allah. Nini matarajio yako na wewe? Matarajio au bado unatarajia nini inshallah? Namuomba Mwenyezi Mungu anijalie na mimi mwaka kesho inshallah na mimi nibahatike kwenda inshallah. Allahumma amin amin amin. Mama yangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani? Kashindi Hamisi. Na mama yangu, ni ndugu, ni familia umekuja kumpokea? Ni mtoto. Mtoto wako? Mtoto mkubwa wangu. Mashaallah, jambo la khairi. Unajisikiaje kuja kumpokea mtoto wako? Tayari ametoka katika miji mitukufu ya Maka na Madina kufanya ibada ya hija, nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Nashukuru sana tena sana, hata kwenye moyo wangu akipasua na Mungu sijui niseme aje. Nashukuru sana na Mwenyezi Mungu amjalie kumfikisha salama. Kuwaona watu wote hawa wamekuja kuwapokea ndugu zao, una matarajio gani na wewe siku moja uone hivi? Na mimi natarajia Mwenyezi Mungu anijalie nifike kwa siku kama hii, na mimi wa ndugu na wajamaa wanishindikize na mimi nifike kwa usalama, nirudi kwa usalama. Amin amin amin. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoshuhudia Waislamu wote wako hapa, wote ni kuja kuwapokea ndugu zao. Wanaonyesha furaha iliyokuwa kubwa, furaha ambayo haielezeki kuja kuwapokea ndugu zao, na wengi wao wanatamani na wenyewe Mwenyezi Mungu awawezeshe basi waweze kutekeleza ibada hii tukufu, nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Nitaendelea kukupeleka kwa watu tofauti ili uweze kusikia hisia zao ni zipi ambazo wanazibeba wakiwa hapa uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani mama? Naitwa Biba binti Masudi Swagara. Naam, tayari umefika hapa mida hii ya saa 7, jua likali, lakini haujajali kitu. Umesimama hapa ukimsubiri ndugu yako. Ni nani ambaye unakuja kumpokea? Njoo mpokea mtoto wa kaka yangu, kakangu wa kwanza. Naitwa Mwajuma binti Jumaini Masudi Swagara.
Vizuri, mashallah. Ni hisia gani ambazo unazibeba baada ya kusikia au ya kuona mtoto wa ndugu yako ametekeleza ibada ya hija na leo anafika hapa tena Melchior Ndadaye na mmekuja kumpokea? Hisia ni nzuri sana, yani nina furaha kubwa sana kabisa. Kuna Mwenyezi Mungu amemwezesha kwenda huko na akamrudisha salama, akafanya ibada salama. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni furaha kubwa sana kwa sisi wote huku. Naam, nashukuru sana. Naitwa nani shehe wangu? Mimi naitwa Fisto Rashid. Umekuja hapa airport Melchior Ndadaye kumpokea nani katika familia yako? Mimi nakuja kumpokea mzee wangu Yusuf. Baba wa kukuzaa? Mzazi. Naam, vizuri, mashallah. Hongera sana mzee wetu kuweza kutekeleza ibada ya hija. Ni hisia gani ambazo unazibeba baada ya kusikia baba amekwenda na amerudi na tayari ametekeleza nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu? Kweli familia tumefurahia kwanza baba kwa kuweza kwenda kufanya amri ya Mwenyezi Mungu kwa kwenda kuhiji. Familia tulibaki na furaha, na baada ya kusikia kama amerejea salama, ametekeleza yale yote ambayo alikwenda kufanya, tunakuja na shangwe na furaha nyingi kwa kumpokea mzazi wetu, kutekeleza kile ambacho alikuwa na nia na ndoto siku nyingi za kwenda kuhiji na yeye kama wengine. Nyinyi kama watoto, matarajio yenu ni yapi na nyinyi baadaye inshallah kuhusiana na ibada hii tukufu? Matarajio ni kwamba na sisi hapa penye baba hichi kile baba amefanya, na sisi tunania kuweza kufikia kwa hichi kile baba amefikia siku ya leo, na sisi tuweze kwenda kufanya hii amri ya Mwenyezi Mungu. Naam. Mama yuko hapa? Mama yuko hapa lakini naona hayuko karibu. Sawa, vizuri, mashallah. Nizadi kama mama yuko hapa na yeye nizungumze naye, lakini tunazitoa pongezi kwenu kwa familia nzima baba kutekeleza ibada ya hija, na kama dua zenu mlivyoziomba basi Allah kuwekeni wepesi, na nyinyi ambao mna nia kuweza kutekeleza ibada ya hija Mwenyezi Mungu aweke wepesi muweze kutekeleza. Tunashukuru sana pia kwa nyinyi watangazaji, Mwenyezi Mungu azidi kuwapatia nguvu na moyo ili muweze kuwa mnafuatilia masuala ya ummati Rasulullah. Naam, Allahumma amin, amin. Ni jambo ambalo hutokea mara moja kwa mwaka, ni jambo ambalo huwakutanisha Waislamu wengi katika uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye kila mwaka kuja kuwapokea ndugu zao kutoka katika miji mitukufu ya Maka na Madina kutekeleza ibada ya hija. Waislamu wengi ambao unawaona hapa katika uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye, mamia haya ya Waislamu ni kutoka katika miji tofauti ya nchi yetu ya Burundi, ikiwa ni hapa Bujumbura na sehemu zingine tofauti, kuja kuwapokea ndugu zao. Tayari umezisikia hisia za wale ambao wamekuja kuwapokea ndugu zao. Sasa tunawasubiri mahujaji ambao wanatoka katika miji mitukufu, na wao tusikie hisia zao ambazo wanazibeba baada ya kufika katika miji mitukufu na kutekeleza ibada ya hija. Ni kipi ambacho wamekibeba katika nafsi zao? Ni kipi ambacho wamekibeba katika roho zao? Kuwa nasi ili uweze kuyafahamu mengi. Wewe ambaye hujapata fursa ya kwenda hija, hujapata fursa ya kufika katika miji mitukufu, uweze kuelewa kiujumla ibada ya hija na hisia zake ambazo zinapatikana katika miji hiyo. Kama unavyoshuhudia, Sheikh Jamal Saleh ndo huyo anatoka. Kama unavyotambua, ni naibu kadhi katika nchi yetu ya Burundi, vile vile ndio kiongozi wa masuala ya hija katika nchi yetu ya Burundi. Yeye ndo anashughulikia mambo yote na kutekeleza mambo yote ambayo yanahitajika kuhusu mahujaji waweze kupata fursa ya kwenda kuhiji wakiwa wamepangiliwa vitu vyao kwa usalama na salama. Tutakuwa na fursa ya kuzungumza naye ili tuweze kujua ujumla wa safari umekuwa vipi na imekuwaje, na baada ya kurudi imekuwaje, insha Allah kwa huruma wake Mwenyezi Mungu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanaume. Namshauri. Vipi? Safi. Hamjambo. Mshukuru, nasema karibuni. Mtazamaji, baada ya Sheikh Jamal Saleh, Sheikh Zuberi Bizima ndio huyo naye pia anatoka ndani. Kumbuka kuwa yeye ndio alitoka na mahujaji katika nchi ya Burundi na kuelekea nao katika miji mtukufu ya Maka na Madina. Anapokelewa na mwanae Bwana Suhaib. Waislamu wanaonyesha furaha baada ya kumwona shehe wao mpendwa kabisa katika nchi ya Burundi.
Na mama yangu kwa majina unaitwa nani? Zaimana Zuhura, kwa jina maarufu Mama Papi. Mama Papi, vizuri mashallah. Ni miongoni katika mahujaji ambao wanafika katika siku hii ya leo. Ndio. Swali moja tu inshallah kwa huruma wake Mwenyezi Mungu. Wakati unaiona Kaaba hii hapa, unafika Maka, ni hisia gani ambazo ulizibeba? Sijui nilijiona niko peponi, sijui nilijiona niko fasi gani. Yaani maimani ilikuja mingi sana sana sana. Hivyo kweli. Haukupata changamoto zozote za kutekeleza ibada yako? Ibada yangu changamoto nilikuja kuipata dakika za mwisho juu niliumwa. Pale ndio nipata changamoto juu nilikuwa na bizunguzungu vingi, nimesikia nataka kuanguka, watu msongamano ulikuwa mwingi mpaka nikapoteza tena viatu nilikuwa navyo. Ndio changamoto yenyewe nilipata sana juu nilikuwa na homa kali sana. Pole sana na hongera sana kwa kutekeleza ibada ya hija. Asante. Tunashukuru sana mama. Uwanja huu wa ndege wa Melchior Ndadaye kutokea hapa Bujumbura siku hii ya leo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 ulikuwa umetawaliwa na furaha bashasha katika nyuso za Waislamu ambao walikuja kuwapokea ndugu zao ambao wanatoka kutekeleza ibada ya hija katika miji mitukufu ya Maka na Madina. Tulitaraji kuzungumza na mahujaji wengi, lakini kwa sababu ya mchoko wa safari hatukuweza kupata fursa za kuweza kujadiliana nao mawili matatu, lakini na imani utakuwa umeona vizuri na umefuatilia yale yote ambayo yalikuwa yanajiri hapa katika uwanja huu wa ndege. Endelea kufuatilia Amigo TV na Al-Amn TV ili uweze kuzipata habari nyingi tofauti za Kiislamu kutokea hapa katika nchi yetu ya Burundi. Mimi ni Salum Hassan, nyuma ya kamera ndugu yangu Ahmed Benab. Amigo TV.